Tumekuwa tukipanga bajeti ya manispaa ya Mtwara Mikindani kila mwaka, Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini ndani ya bajeti ile kuna miradi ya maendeleo, lakini ukija unamaliza mwaka mzima unaanza kupanga tena bajeti, ile miradi ya maendeleo ukiangalia labda utakuta imetekelezwa 40%. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, hii yote inakuja kwa ajili ya matumizi ambayo hayapo ndani ya bajeti, na manispaa yetu tukiendelea kufanya matumizi ambayo hayapo ndani ya bajeti, madhara yake ni haya: tutakuwa miradi ya maendeleo hatuitekelezi, matokeo yake tunanunua vitu ambavyo havipo katika bajeti. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nikuombe sana tuifuate bajeti ya manispaa katika matumizi, tusiendelee kuvamia vitu ambavyo havipo katika bajeti. Lazima ipo sababu kwa nini sisi hatujamaliza miradi, tuitafute sababu, tuione, tuitoe. Ipo timu ya tathmini na ufuatiliaji inafanya kazi gani kutokuona hili mpaka sasa? Kwa nini hawaoni yatumalizie? Kamati ya fedha imesema kwamba tarehe 30 zimebaki siku ngapi kutoka tarehe leo 20 na ngapi mpaka tarehe 30 mwezi wa 6, tunafunga mahesabu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kweli hapo tutaweza sawa. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri yako inao mpango kazi wa kazi za maendeleo za halmashauri yetu. Je, iko sawa? Huu mpango upo na unafanya kazi? Ili tuone sasa maendeleo yetu yanakwenda, lazima huu mpango uwepo mezani na uone kwamba upo na unafanya kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ipi kwa hali ya kawaida Daktari Samia Suluhu Hassan nikaleta fedha kwa ajili ya maendeleo ya wananchi, na fedha zikapelekwa sehemu, ikaonekana zile fedha mpaka leo bado hazijatumika. Mheshimiwa Mwenyekiti, huo ni uzembe wa hali ya juu. Na mimi niombe Mheshimiwa Mwenyekiti, kama kuna kitengo cha mkuu wa idara yoyote amekalia fedha yake haijatumika, Mheshimiwa Mwenyekiti, huyo hafai kwa mkuu wa idara. Mheshimiwa Mwenyekiti, hafai. Tarehe 30 hauwezi kutuambia bado siku 4 kwamba miradi itakamilika. Kitu hicho hakuna Mheshimiwa Mwenyekiti, hakiwezekani, tusidanganyane. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna kila sababu hawa ambao wanafanya kazi wajitathmini katika mioyo yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, nini maana ya kuleta fedha? Leo tunaweza tukalalamika fedha tupate. Mheshimiwa Mwenyekiti, unapewaje fedha wakati na fedha ambazo hujatumia? Mheshimiwa Mwenyekiti, hili jambo Mheshimiwa Mwenyekiti, nikuombe sana, simamia kwa ukali hii halmashauri Mheshimiwa Mwenyekiti, na kama hautakuwa mkali Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri haitakwenda. Mheshimiwa Mwenyekiti, huu ni uzembe, yaani na fedha unashindwa kutumia. Kwa watendaji wote, wakuu wa idara, naomba mkae chonjo. Mimi nashughulika na nyie, siwezi kukubali na mambo haya yakiendelea, siwezi kukubali. Waheshimiwa watendaji wote, hakikisheni kila mtu anafanya kazi, anawajibika sehemu yake. Jambo hili hatutaki lirejee tena. Hizo hoja zote ikifika tarehe 30 tunazifuta.